Huku mwaka unapokamilika na kuingia mwaka mpya wa 2026, vijana wametakiwa kujihusisha sana na uongozi na masuala yanayoweza kusaidia kimaisha na kuepuka matumizi ya mihadarati au kujiingiza katika mambo yanayoweza kuwaharibia maisha yao. Michael Mutinda anaarifu kutoka Makueni. Mkutano wa pili wa vuguvugu la Kaa ni Kaitu lililobuniwa kuhamasisha vijana dhidi ya utumizi wa mihadarati na kuhakikisha vijana wanajihusisha na uongozi bora. Vijana wametakiwa kutokufa moyo licha ya changamoto za kimaisha zinazowakabili. Aidha, waanzilishi wa vuguvugu hili wanasema vijana wa kiume wameendelea kutelekezwa na wanalenga kuwahamasisha ili kuwa na kizazi kinachoweza kutegemewa siku za usoni. Mazisha vijana waweze kujua kwamba maisha ni magumu na si kwamba serikali haifanyi kazi, na hata kama kuna changamoto ni vizuri pia basi tuweze kupata zile skills. Na kuna watu kadha wa kadha ambao wameweza kuleta maongezi tofauti, tuweze kutia moyo, na kwa sababu kuna changamoto nyingi kwa maisha, sana sana kwa kijana ama vile wanasema boy child. We have worked very hard. Tumefanya juhudi sana ku bring out an empowered girl child ambaye hana boy child ambaye ako empowered enough even kumchunga kwa njia zote. And that is why even from the family setup we are saying that we want to encourage our boys to come up to be balanced with the already empowered girl child. Pia walitumia fursa hiyo kuwarai vijana kujisajili kama wapiga kura ili wawe na sauti kwenye uchaguzi mkuu ujao. Our 2010 constitution, the power is vested with the people. Sisi tunataka kuuliza viongozi wetu, rais wetu, tunataka kuuliza wajumbe wetu. Wakati ambao umefika kwamba mtapitisha vitu pale bungeni ama bulldoze mambo umepita. We are happy that youth want to take these spaces for leadership, and come 2027 we encourage youth both male and female to take these seats because we know youth can. Michael Mutinda, runinga ya Citizen, Makueni.